Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema sana kufuatia vipindi vya nyuma, utabarikiwa sana. Leo tutajifunza siri 2 za Yesu Kristo katika kitabu cha Matendo sura ya 7. Tutaanza na siri ya kwanza kabisa, hotuba ya Stefano kwa baraza. Kuhani mkuu akasema, "Je, mambo hayo ndivyo yalivyo?" Naye akasema, "Ndugu zangu na baba zangu, sikilizeni. Mungu wa utukufu alimtokea baba yetu Ibrahimu alipokuwa katika Mesopotamia kabla hajakaa Harani. Akamwambia, toka katika nchi yako na katika jamaa zako, ukaende hata nchi nitakayokuonyesha." Ndipo alipotoka katika nchi ya Wakaridayo, akakaa Harani. Akatoka huko baada ya kufa babaye, Mungu akamhamisha mpaka nchi hii mnayokaa ninyi sasa, wala hakumpa urisi humu hata kiasi cha kuweka mguu. Akaahidi kwamba atampa iwe miliki yake na ya uzao wake baada alipokuwa hana mtoto. Mungu akanena hivi ya kwamba wazao wake watakuwa wageni katika nchi ya watu wengine, nao watawafanya kuwa watumwa wao na kuwatenda mabaya kwa muda wa miaka 400. Na lile taifa watakao wafanya watumwa nitawahukumu mimi, alisema Mungu. Na baada ya hayo watatoka, nao wataniabudu mahali hapa. Akampa agano la tohara. Basi Ibrahimu akamzaa Isaka, akamtahiri siku ya 8. Isaka akamzaa Yakobo. Yakobo akawazaa wale 12 wazee wetu. Wale wazee wetu basi kukawa njaa katika nchi yote ya Misri na Kanani na dhiki nyingi, wala baba zetu hawakupata chakula cha kuwatosha. Hata Yakobo aliposikia ya kwamba huko Misri kuna nafaka, akawatuma baba zetu mara ya kwanza. Hata safari ya pili Yusufu akajitambulisha kwa ndugu zake. Jamaa ya Yusufu ikawa dhahiri kwa Farao. Yusufu akatuma watu, akamwita Yakobo babaye na jamaa zake wote pia, watu 75. Basi Yakobo akashuka mpaka Misri, akafa yeye na baba zetu. Wakachukuliwa mpaka Shekemu, wakazikwa katika kaburi lile ambalo Ibrahimu alilinunua kwa kima cha fedha kwa wana wa Hamori huko Shekemu. Basi wakati wa ile ahadi ambayo Mungu alimpa Ibrahimu ulipokuwa umekaribia, wale watu wakazidi na kuongezeka sana huko Misri. Hata mfalme mwingine akainuka juu ya Misri asiyemfahamu Yusufu. Huyo akawafanyia hila kabila yetu na kuwatenda mabaya baba zetu, akiwaamuru wawatupe watoto wao wachanga ili wasiishi. Wakati huo akazaliwa Musa, naye alikuwa mzuri sana. Akalelewa muda wa miezi 3 katika nyumba ya babaye. Hata alipotupwa binti Farao, akamtwaa akamlea awe kama mwanawe. Musa akafundishwa hekima yote ya Wamisri, akawa hodari wa maneno na matendo. Umri wake ulipopata kama miaka 40, akaazimu moyoni mwake
kwenda kuwatazama ndugu zake wa Israeli. Akamwona mmoja akidhulumiwa, akamtetea, akamlipia kisasi yule aliyekuwa akionewa, akampiga huyo Misri. Alizani kwamba ndugu zake watafahamu ya kuwa Mungu anawapa wokovu kwa mkono wake, lakini hawakufahamu. Siku ya pili yake akawatokea walipokuwa wakishindana, akataka kuwapatanisha, akisema, enyi bwana zangu, ninyi ni ndugu zangu, mbona mnadhulumiana? Lakini yeye aliyemdhulumu mwenziwe akamsukumia mbali, akisema, ni nani aliyekuweka wewe kuwa mkuu na mwamuzi juu yetu? Je, wataka kuniua mimi kama ulivyomuua yule Misri jana? Musa akakimbia kwa neno hilo, akakaa hali ya ugeni katika nchi ya Midiani, akazaa wana wawili huko. Hata miaka 40 ilipotimia, malaika wa Bwana akamtokea katika jangwa la mlima wa Sinai, katika mwali wa moto kijitini. Musa alipouona akastaajabia maono yale, na alipokaribia ili atazame, sauti ya Bwana ikamjia, mimi ni Mungu wa baba zako, Mungu wa Ibrahimu na Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Musa akatetemeka asithubutu kutazama. Bwana akamwambia, vua viatu miguuni mwako, kwa maana mahali hapa unaposimama ni nchi takatifu. Yakini nimeona mateso ya watu wangu waliomo Misri, nimesikia kuugua kwao, nami nimeshuka niwatoe. Basi sasa nitakutuma mpaka Misri. Musa huyo waliyemkataa wakisema, ni nani aliyekuweka kuwa mkuu na mwamuzi? Ndiye aliyetumwa na Mungu kuwa mkuu na mkombozi kwa mkono wa yule malaika aliyemtokea katika kile kijiti. Huyo ndiye aliyewatoa akifanya ajabu na ishara katika nchi ya Misri na katika bahari ya Shamu na katika jangwa muda wa miaka 40. Musa huyo ndiye aliyewaambia Waisraeli, Bwana Mungu wenu atawainulieni nabii katika ndugu zenu kama mimi, msikieni yeye. Yeye ndiye aliyekuwa katika kanisa jangwani pamoja na yule malaika aliyesema naye katika mlima wa Sinai, tena pamoja na baba zetu. Ndiye aliyepokea maneno ya uzima atupe sisi. Mtu huyo baba zetu hawakutaka kumtii, bali wakamsukumia mbali, na kwa mioyo yao wakarejea Misri. Wakamwambia Haruni, tufanyie miungu watakaotutangulia, maana huyu Musa aliyetutoa katika nchi ya Misri hatujui lililompata. Wakafanya ndama siku zile, wakaleta dhabihu kwa sanamu ile, wakafurahia kazi ya mikono yao. Basi Mungu akagairi, akawaacha ili waliabudu jeshi la mbinguni, kama ilivyoandika katika chuo cha manabii, je, mlinitolea mimi dhabihu na sadaka miaka 40 katika jangwa, enyi nyumba ya Israeli? Nanyi mlichukua hema ya Moleki na nyota za mungu wenu Refani, sanamu mlizozifanya ili kuziabudu. Nami nitawafahamisha mwende mbali kupita Babeli. Ile hema ya ushahidi ilikuwa pamoja na baba zetu jangwani, kama alivyoagiza yeye. Alisema na Musa na kwamba aifanye sawasawa na mfano ule aliyouona, ambayo baba zetu kwa kupokezana wakaingia pamoja na Yoshua katika miliki ya mataifa, wale ambao Mungu aliwafukuza mbele ya baba zetu mpaka siku za Daudi, aliyepata fadhili mbele za Mungu, naye aliomba mpatie Mungu wa Yakobo maskini. Aliyepata fadhili mbele za Mungu, naye aliomba ampatie Mungu wa Yakobo maskani. Lakini Sulemani alimjengea nyumba, ila yeye aliye juu hakai katika nyumba zilizofanywa kwa mikono, kama vile asemavyo nabii, mbingu ni kiti changu cha enzi na nchi ni pa kuweka miguu yangu. Ni nyumba gani mtakayonijengea?
asema Bwana. Au ni mahali gani nitakapostarehe? Si mkono wangu uliofanya haya yote? Enyi wenye shingo ngumu, msiotahiriwa mioyo wala masikio, siku zote mnampinga Roho Mtakatifu, kama baba zenu walivyofanya, na ninyi ni vivyo hivyo. Ni yupi katika manabii ambaye baba zenu hawakumuruzi? Nao waliwaua wale waliotabiri habari za kuja kwake yule mwenye haki, ambaye ninyi sasa mmekuwa wasaliti wake mkamuua. Ninyi mlioipokea Torati kwa agizo la malaika, msiishike. Nini cha kujifunza hapa? Tunafundishwa kwamba Stefano alikuwa amejawa hekima kubwa sana, lakini pia alikuwa anawakumbusha, kuwarejesha jinsi hata Musa, jinsi alivyopeleka neno la ushindi kwa ndugu zake, bado wakamsukumia mbali, akakimbia kujificha jangwani kwa Wamidiani, kwenda kujificha, na huko Mungu ndiko alikomtokea, akamwambia rudi huko huko waliko kukataa. Maana yake ni nini? Musa alikuwa amebeba ishara ya Yesu Kristo. Kwa jinsi Yesu Kristo alipokuja ulimwenguni, wakamkataa, wakamsukumizia mbali, akapaa mbinguni, ndiyo huyo huyo atakayekuja kuwaokoa. Maana yake Musa, jinsi alivyopitia changamoto, kukaa miezi 3 akilelewa, ni Utatu Mtakatifu, kukaa katika jangwani baada ya kusukumiziwa, ni Yesu Kristo kupaa mbinguni kwenye kiti chake cha enzi. Lakini siku ya mwisho lazima watakuja kumtambua. Maana yake ni nini? Hata sasa nyakati tulizo nazo, watu watamtambua Yesu Kristo, hata wale waliomsukumizia, na watamwabudu kwa roho na kweli. Ujue kwamba Yesu Kristo alishinda majaribu yote na ndiye mwokozi wa ulimwengu aliyepewa mamlaka yote. Stefano aliwarejesha, akawakumbusha. Hata Musa mwenyewe alipewa maagizo na Roho Mtakatifu kwamba atainuliwa nabii mkubwa, msikilizeni. Lakini bado walikuwa na shingo ngumu, wakamuua, wakamponda mawe, wakamuua Stefano. Na Stefano kuonyesha kwamba alikuwa na hekima ya kimbingu, wala akudhubutu kuwashtaki wala kuwanenea jambo ngumu na kuwafunga. Siri ya pili, kupigwa mawe kwa Stefano. Basi waliposikia maneno haya, wakachomwa mioyo yao, wakamsagia meno. Lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu, akakaza macho yake, akitazama mbinguni, akauona utukufu wa Mungu, na Yesu akisimama upande wa mkono wake wa kuume wa Mungu. Akasema, tazama, naona mbingu zimefunguka na Mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Wakapiga kelele kwa sauti kuu, wakaziba masikio yao, wakamrukia kwa nia moja, wakamtoa nje ya mji, wakampiga kwa mawe. Nao mashahidi wakaweka nguo zao miguuni pa kijana mmoja aliyeitwa Sauli. Wakampiga kwa mawe Stefano, naye akiomba akisema, Bwana Yesu, pokea roho yangu. Akapiga magoti, akalia kwa sauti kuu, Bwana, usiwahesabie dhambi hii. Akapiga magoti, akalia kwa sauti kuu, Bwana, usiwahesabie dhambi hii. Akiisha kusema hayo, akalala. Na Sauli alikuwa akiona vema kwa kuuawa kwake. Nini tunafundishwa hapa? Stefano amepitia changamoto kubwa sana katika mitume wa Yesu, maana alikuwa amejawa nguvu, hekima ya kimungu. Alikuwa mfano wa Yesu Kristo, lakini sio Yesu Kristo, kwa sababu hata Yesu Kristo pale msalabani alitamka neno zito lenye kuponya. Wakati anapokea mateso, alinena Yesu Kristo, E Baba, uwasamehe, maana hawajui walitendalo. Huyu Stefano, kwa sababu alikuwa na Yesu ndani yake, na ndiye Roho Mtakatifu, ndiye huyo Yesu aliyeuliwa pale msalabani,
aliyetuachilia dhambi, basi pia alijidhihirisha pia kwa Stefano na Sauli akiwepo, huyu ambaye tunamsoma kama Paulo, ambaye alishiriki kuwaua mitume kipindi hicho bado hajaokoka. Maana yake ni nini? Mungu akipanga jambo akuokoe, atakuokoa tu. Huyu Stefano alijawa hekima inayopita hekima zote. Ukisoma ni mara chache sana mtu ukikuta anapokea mateso na kunena mema katika mateso. Wengi wetu tunaenda na sheria ya visasi, ya mlipe jino kwa jino, na ndiyo iko kwenye Torati. Lakini kwa sababu Stefano alikuwa ameiva katika fundisho la Roho Mtakatifu, alinena mema na alikuwa na Yesu Kristo, akaachilia. Na ndiyo maana tukapata kuponywa kupitia tena andiko la mtu aliyeshiriki kuwaua watu, huyu Sauli alipoongoka na kuwa mtakatifu. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.